Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 4. Tuko kwenye hewani kwa kipindi cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku na kusemesha msingi wa kufanikiwa kiuchumi kwa kutumia fursa ya wakati, muda na wakati. Hili ni eneo la 6 ambalo tunalizungumza. Na jana nimeanza kukupa mifano mmoja wa mwanamke mmoja aliyempaka Bwana Yesu mafuta kutoka kwenye kibweta na kina Maria Magdalena. Nikakuonyesha jinsi ilivyo mbaya kufanya jambo sahihi nje ya nyakati. Unahitaji upako wa wana wa Isakari wa kujua majira au nyakati zikupasayo kutenda ili ufanye jambo sahihi ndani ya muda sahihi. Ni msingi sana. Kama vile ambavyo kina Maria Magdalena, japo walikuwa watu wa karibu wa Yesu, walikosea timing, muda wa kupaka mafuta mwili wa Yesu, na kwa hiyo wakakosa na thamani ya kile kitendo. Ndivyo wengi tulivyo, tunafanya mambo nje ya muda, na kwa hiyo japokuwa ni mambo mazuri na sahihi kufanya, kwa sababu yamepitwa na muda yanakosa thamani, tunapishana na fursa. Nataka nikupe mfano wa pili, pengine na watatu leo, ili tuweze kusonga mbele. Mfano wa pili, nataka kukupa mfano wa Yesu na Petro, Yohana na Yakobo, kuomba na kitendo cha Petro kumkata askari wa kuhani mkuu sikio. Nakumbuka Petro alimkata askari wa kuhani mkuu sikio kama sehemu ya kumtetea Yesu. Na unakumbuka Yesu alichukua wanafunzi wake watatu, Petro, Yohana na Yakobo, kwenda mlimani kuomba. Ngoja tuone jambo ambalo limefichwa kwenye haya maandiko. Kumbuka tunajifunza kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi ili kuunveil, ili kufungua thamani iliyofichwa kwenye jambo ambalo unalitenda. Marko sura ya 14 mstari wa 32 hadi 49 imeandikwa namna hii. Kisha wakaja mpaka bustani itwayo Gethsemani, wakawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Akasema, Baba, yote yawezekana kwako, niondolee kikombe hiki, lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Akaja akawakuta wamelala usingizi. Akamwambia Petro, je, Simoni, umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili udhaifu. Unaona, msije mkaingia majaribuni. Akaenda zake tena akaomba akisema neno lilo hilo. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua la kumjibu. Akaja mara ya 3 akawaambia, laleni sasa mpumzike, yatosha sasa imekuja. Tazama, mwana wa Adamu anatiwa mkononi mwa wenye dhambi. Ondokeni twende mzetuni, tazama yule anayemsaliti amekaribia. Biblia inasema, basi walipokuwa katika kusema, mara Yuda alifika, mmoja wa wale tena shala, yani wale wanafunzi 10 wa Yesu, na pamoja naye mkutano. Angalia, huu mkutano walikuwa wanapanga na marungu, wametoka kwa wakuu wa kuhani na waandishi na wazee. Na yule anayemsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni mkamchukue salama. Basi alipokuja mara akamwendea akasema, Rabi, akambusu. Wakanyosha mikono yao wakamkamata. Angalia mstari wa 47. Mmoja wao alikuwa hapo, akaufuta upanga, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu akajibu akamwambia, je, ni kama juu ya mnyang'anyi mmetoka wenye panga na marungu kunitwaa mimi? Kila siku nalikuwa mbele yenu hekaluni nikifundisha, msinikamate, lakini haya yamekuwa ili maandiko yapate kutimia. Yesu anawaambia, huu ni muda sahihi, ni wakati sahihi wa nini kunishika. Kwa hiyo hamtaki kunijia kama wezi wanyang'anyi na marungu na mapanga. Hata mngeniambia twende bila hizo vurugu ningeenda, kwa sababu ni majira sahihi ya kufanya hiki mnachokifanya. Nataka uone mambo kadha kwenye huu mfano, yale ambayo nakusemesha. Kufanya jambo sahihi kwa muda sahihi kunafungua thamani ya jambo ambalo unalifanya. Nasema mtumishi unatuambiaje? Jambo la kwanza, Petro alikuwa na fursa pamoja na wanafunzi wenzake Yohana na Yakobo ya kuzuia au ya kumwezesha Yesu kukabili msalaba kwa njia ya maombi. Yesu aliwachukua akawapeleka wamsaidie kuomba, ili ikiwezekana kikombe kimwepuke, au wapokee nguvu za Roho Mtakatifu za kumsaidia kuendea msalaba. Tumesoma hii habari yote, unaona mara 3 wote walikuta wamelala.
Njia sahihi ya kumtetea Yesu ilikuwa ni kumsaidia kuomba. Ndio maana aliwachukua hawa wamsaidie kuomba. Hawakuweza kuomba. Petro hakuweza kuomba. Tena Yesu akamtaja Petro katikati ya wenzake. Petro, mmeshindwa kukesha. Kwa hiyo Petro alikuwa anaambiwa, una fursa ya kunisaidia kuuendea msalaba. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, ni nyakati lazima ndio uendea msalaba. Huo ulikuwa wakati sahihi kumtetea, na Petro hakufanya hivyo. Petro hakufanya hivyo. Angalia jambo la pili ambalo unaliona hapa. Yesu anapokuja kukamatwa, kiashiria ya kuwa ile vita ya rohoni imekwisha, na ndio maana aliwaambia muda wote mlikuwa na mimi hamkuweza kunikamata. Ile vita ya rohoni kwa imeisha. Sasa Petro anakuja anamtetea Yesu kimwili. Unasema umejuaje kimwili? Anakuja anamkata sikio mtumwa wa kuhani mkuu. Mkata sikio mtumwa wa kuhani mkuu. Na hii ilikuwa ni kimwili. Na huyo askari alikuwa anaitwa Malko. Ukisoma Injili ya Yohana ile sura ya 18 mstari wa 10. Injili ya Yohana sura ya 18 mstari wa 10 inamtaja yule askari wa kuhani mkuu kama Malko. Petro alimkata sikio kama ishara ya kumtetea Yesu. Na hii ilikuwa ni kosa la kiufundi. Alikosea wakati na njia ya kumtetea Kristo. Wakati na njia sahihi ya kumtetea Kristo ilikuwa ni kwenye maombi. Alikuwa amepewa mistari yote inayotangulia mpaka nafikiri 46 kuomba ili Yesu aweze kushinda lile jaribu na kufuatia msalaba. Hakuomba. Walipokuja kumkamata akaenda kimwili akamkata mtu sikio. Kitendo sahihi cha kumtetea Kristo nje ya wakati. Haukuwa wakati wa vita, haukuwa wakati wa kuwazuia watu wasimkamate Kristo kimwili, ilikuwa wakati wa kumwombea Mungu aende msalabani. Alifanya kitendo sahihi cha kumtetea Kristo nje ya muda, kikawa hakina thamani. Na unaona hakina thamani, mara hiyo Yesu aliokota sikio akalirudisha kwa yule mtu. Kwa hiyo akanalify, akafanya kile kitendo chote alichokifanya Petro kuwa cha kijinga, kama tungeita hakina maana. Kwa nini? Kitendo sahihi nje ya muda sahihi. Muda alikuwa nao kumtetea kiroho, hakufanya hivyo. Jifunze kufanya jambo sahihi ndani ya wakati sahihi. Jifunze kufanya jambo sahihi ndani ya wakati sahihi, ndio kunakuwa na thamani. Kupe mfano wa mwisho, Elisha kupata vazi la Elia. Mfano wa mwisho, Elisha kupata vazi la Elia. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 14. Elisha anataka vazi la Elia. Elia anamsisitiza sana kwamba umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapotwaliwa umepata vazi. Kwa hiyo kupata kwa vazi la Elia kulikuwa kumefungwa kwenye specific time, kwenye muda fulani maalum. Ukiniona ninapotwaliwa umepata. Kwa hiyo haijalishi amekuwa naye kwa muda gani. Mambo yote yale aliyokuwa anafanya, nyakati zote zilikuwa nyakati za Elia kutawaliwa. Ilikuwa majira ya Elia kutawaliwa. Lakini kwa muda fulani alihitaji Elisha kukapata, hako ili apate vazi. Angekosa hako kwa muda, alikuwa amekosa ile vazi, hata kama alikuwa amefuatana na Elia muda wote. Biblia inasema sura ya 2 Wafalme wa 2 mstari wa 9, hata ikawa alipokwisha kuvuka Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini angalia kanuni ya kufundisha, ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la ukuniona hulipati. Ukiniona ni muda maalumu nitakaotwaliwa. Ukiniona umepata vazi, usiponiona upati. Hapo alipokuwa akiendelea mbele na kuongea, tazama kutokea gari la moto na farasi wa moto, wakawatenga wale wawili, na Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Na Elisha akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake asimwone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe akararua vipande viwili, kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katika ule ukingo wa Yordani. Nataka uone aliokota vazi kwa kuona muda maalum Elia aliyotwaliwa. Na ndicho alichoambiwa, ukiniona umelipata, la ukuniona umekosa. Specific time. Unakumbuka wana manabii walikuwa wanamwambia Elisha mara nyingi, unajua bwana wako atatwaliwa, anasema nyamazeni. Unajua bwana wako atatwaliwa, nyamazeni. Hakutaka wamuondoe kwenye focus ya muda ambao Elia atatwaliwa, na aling'ang'ana mpaka ule muda maalum ulifika wa Elia kutwaliwa, akaliona vazi na akalichukua. Alifanya jambo sahihi ndani ya muda sahihi. Angekosea muda, asingemlaumu Elia hakumpa vazi, ilikuwa ni kosa lake. Ndivyo tulivyo pia, fursa na muda, bahati na wakati vimepata wote ili tufanikiwe, na ndivyo Mungu anavyokufanikisha. Hakikisha
unajifunza kujua nyakati za kufanikishwa kwako, wakati ulio mtimilifu. Na huo wakati ukija utakusemesha ya kwamba unahitaji kufanya kitu fulani. Ukisemeshwa usisite, fanya, kwa sababu hapo ndipo maji yametibuliwa na ndipo kufanikiwa kwako kunapokuja. Usije ukajuta baadaye unasema ningekuwa mtu fulani, ningefanya hivi, ningekuwa mtu fulani, ningefanya hivi, ningekuwa hivi. Haitakusaidia. Ningekuwa ni majuto, Waswahili wanasema. Jifunze kusikiliza muda na kutake action, kuchukua maamuzi ndani ya muda sahihi, na ndio watu wanaofanikiwa. Watu ambao wanasita hawafanikiwi. Watu ambao wasikilizi nyakati zinawaambia nini hawafanikiwi. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe nguvu, maarifa na uwezo wa kusikia siku zako zinakwambia nini, kujua wakati ulio mtimilifu kwenye maisha yako, na kuondolee hofu ya kutenda yale ambayo unatakiwa kuyatenda katika jina la Yesu Kristo, na ukafanikiwe mwaka huu. Amen. Kutane kesho kwenye kipindi kingine. Mungu akubariki sana.